mikakati yangu mikubwa na mapendekezo yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wa kata ya Buyuni. Kwanza kabisa, kata ya Buyuni ni kata ambayo ina rasilimali, yani unaweza kusema ni ndio kwanza tunaanza. Lakini tatizo lipo kwenye urasimishaji ardhi. Na hii imeletelea kwamba watu wamekuwa wakivamia maeneo, wakiona Buyuni, kata ya Buyuni hususan ni sehemu ya kwenda tu. Hao madalali feki, watu wanaokuja kuuza viwanja huku, wakijua maeneo haya ni maeneo ambayo hayana mwenyewe. Sasa dawa ya kuhakikisha maeneo haya hayavamiwi tena na kuwasababishia wananchi ambao mimi nawawakilisha leo na kesho kutwa waje wabomolewe kwa kuvamia maeneo ya watu. Uvamizi utakuwa ni mwanzo na mwisho nikiwepo mimi katika miaka yangu hii 5, kwa sababu ndiyo shida ambayo tunayo Buyuni. Ukiangalia kata ya Buyuni kwenye mazingira ya uvamizi, kwa kweli imekuwa ni kero. Lakini uzuri, kutoka ofisi ya mkurugenzi tumeongea na afisa mpango miji, tunakuja kufanya michoro kuwaonesha wenye vitu wa serikali ya mtaa wajue mipaka yao iko wapi. Yaani nataka nikaweke full stop ya uvamizi, na wale waliozoea kuja kuvamia maeneo ya kata ya Buyuni, yani kiama chao kimefika. Chini ya uongozi wangu, nikikukuta unauza maeneo bila kufuata taratibu, na wewe unayekuja kununua maeneo kata ya Buyuni, ninakupa angalizo. Hakuna viwanja ambavyo havijapimwa kata ya Buyuni. Vyote vimepimwa, vyote vina watu. Kuna maeneo ya wazi hayastakiwi kuvamiwa. Kuna maeneo ya watu walishanunua na hati zao wanazo. Sasa wewe njoo danganywa na matapeli, ununue kiwanja Buyuni, alafu kesho uje unifate useme mheshimiwa diwani, naomba kanisaidia, unataka kuja kuvunjiwa. Hapo sitakuwepo katika kusaidia. Uwe ni mvamizi kama wavamizi wengine, kiama cha kufuata yale yanayotakiwa yatapatikana. Ila kwa sasa tupo katika kuangalia wale ambao walikuwa hawaelewi kinachoendelea kutokana na matapeli yao. 2026 umekuja Buyuni, umenunua kiwanja bila kufata taratibu, ukafanya search ardhi, ukajiridhisha kiwanja hiki kiko salama, anayeniuzia ndiye muhusika, na serikali ya mtaa sio wauzaji wa viwanja, wale ni mashahidi. Sasa nendeni mkafanye kinyume cha hapo, alafu mje muombe msaada kwangu. Wote mtakuwa ni wahalifu, kwa sababu migogoro inatulisha nyuma kimaendeleo. Mnaacha mkuu wa wilaya afanye kazi zake za maana, anakuja kusuluhisha migogoro ambayo kwa mantiki mnatakiwa nyinyi mnaonunua na mnaouziana mjue kinachoendelea. Kiama chenu kimefika, wavamizi wa maeneo ya Buyuni, nitawashughulikia.